mmekuja, tunayathamini na tunawapongeza sana kwa kuja, na niwashukuru sana wahudumu waliotangulia kwa namna ambavyo Bwana amewatumia kwa ajili ya kutubariki na kwa ajili ya kutupatia mibaraka mingi ambayo Bwana ameandaa kwa ajili yetu. Sasa niwaalike waliokuja leo na wenyeji wetu, usijifanye mgeni sana. Wewe kaa na jirani, na kama mmekaa wote ni wageni wa leo, unaruhusiwa kuomba kijiwe. Unaweza kufahamu, utafute mtu ambaye alikuwepo ili baadaye akusaidie na kufanya kuwa mwenyeji wa huu mkutano. Atape Retreat LTF 2025. Unafanya nini hapa? Atape Retreat LTF 2025. Unafanya nini hapa? Unafanya nini hapa? Bwana wabariki sana. Leo naenda kuona kwamba tulikuwa tunawahoji kwamba mnafanya nini kwenye ukumbi. Sasa leo tunawahamisha kwenye ukumbi, tunapeleka kila mmoja atawanyike. Ndio maana leo tuna somo, unafanya nini hapa duniani. Na hiyo ndio hotuba wa mchana wa leo, kwamba unafanya nini hapa duniani. Umewahi kuwaza kwamba unafanya nini hapa duniani? Na unajua kuna wengine ambao wanaishi kwa bahati mbaya. Juzi nikaona mwingine kwenye mtandao wa kijamii aliandika neno zito kidogo. Yeye akaandika akasema, duniani hapa usiishi kama mimba iliyoharibika. Na bahati nzuri nilisoma huyu bwana alijua kama ninafundisha habari ya unafanya nini hapa duniani ni. Yaani Pastor Musa, usiishi kama mimba iliyoharibika. Maana mimba iliyoharibika iliingia ikapita, yani ikapita hivyo hivyo. Haina hata jina, haina hata kumbukumbu, yani iliingia ikapita. Sasa swali linakuja, hivi wewe kwa nini ulizaliwa? Maana nitawatia moyo, hakuna mtu aliyezaliwa mpaka pale mbinguni wakakaa kikao kwamba fulani azaliwa. Na nataka nikutie moyo, Israeli walipokuwa wameasi, vikao mbinguni vilikaliwa, na kuna watu walizaliwa lengo ni kuondoa uasi duniani. Waite Samueli, waite na manabii wengine unaofahamu. Lakini hata hivyo kuna mwanaume anaitwa Samueli ambaye yeye kwanza amezaliwa kwa muujiza. Tena habari ya maombi mengi sana. Na hata wengine hapa mama zenu walifunga wakaomba sana. Mama zenu mseme kama ni matukano, maana Kiswahili siku watu wameshaharibu. Kama mama yako unaona kabla tu. Lakini wote hapa mama zenu wapo. Kama basi hawaishi basi wamelala. Iko sawa sawa. Kwa hiyo usisikie lazima mama zenu. Sasa mtukaje mbona amenyanyua ibada? Hebu sasa niambie lugha ya kichungaji msemeje ili uone kama namzia habari ya mama aliyekuzaa. Hebu msalie ili msikie karibu njiki. Niko sawa. Niko sawa. Mama zetu. Asante sana. Asante sana. Wengine mama zenu na mimi nikiwa mama yangu. Mama zetu. Mama zetu. Asante sana. Mama zetu. Yumkini
baba zetu walifunga wakaomba ili tuzaliwe. Sasa huwa ninauliza swali moja, ikiwa kwa bahati nzuri au kwa bahati mbaya